Kama ndio kwanza unafungulia redio yako ya Hatima FM kutokea mahali popote, fahamu ya kwamba hii ni Anza Siku na Bwana kutokea madhabahu ya Hatima chini ya mtumishi wake nabii wa Hatima Tanzania Clear Malisa. Na wakati huu mkini ndio kwanza unafungulia redio yako ya Hatima FM kutokea Tanzania, kutokea Kilimanjaro, kutokea Arusha, kutokea Manyara, mkini unatufuatilia mubashara sasa kutokea mahali popote, iwe ni Tanzania ama nje ya mipaka ya Tanzania. Nataka tu nikwambia kwamba hii ni Anza Siku na Bwana. Na mkini inawezekana wakati huu atufuatilia kwa njia ya YouTube channel ya Prophet Clear Malisa. Hii ni Anza Siku na Bwana. Tunapoianza siku na Bwana, tunaziruhusu mbingu kufunguka kwa siku hiyo. Tunaruhusu uongozi wa kimungu, tunaruhusu mamlaka ya Mungu itembee nasi, tunaruhusu ukuu wa Mungu uende nasi katika siku hiyo. Tunaziruhusu baraka za Mungu kwenye kila eneo la maisha yetu. Ukiwa mahali popote saa hii umejiunganisha, labda upo Iringa ama Morogoro ama Manyara, Kilimanjaro, Arusha, pote pale, unaweza ukatumia nafasi hii sasa kuweza kuamsha ndugu jamaa na marafiki. Unaweza ukatumia muda huu saa hii kushiriki neema hii na watu wengine wapendao. Unaweza saa hii ukashiriki pia kupitia magrupu ya WhatsApp. Yes, kama unaiona link kwa njia ya simu, unaweza sasa ukashare link pia kwenye magrupu yako ya WhatsApp ama ya kijamii. Unaweza pia kama unatusikiliza ukaamsha familia yako, tukaomba pamoja siku ya leo, tukajiunganisha na mbingu zilizo wazi kutokea madhabahu ya Hatima. Yes. Unaweza ukafanya hivyo sasa. Unaweza ukafanya hivyo wakati huu wa sasa, ukashare link. Kwa wakazi wa Dar es Salaam 95.1, wakazi wa Iringa 93.3, wakazi wa Morogoro 95.1, wakazi wa Manyara 90.7, wakazi wa Kilimanjaro Moshi 95.5, wakazi wa Arusha 107.7. Unaweza sasa ukawashirikisha na wengine. Unaweza ukawashirikisha na wengine sasa, waandae ndugu zako, jamaa na marafiki sasa. Amen. Basi wakati huu nataka uanze kumshukuru Mungu. Nataka uanze kumshukuru Mungu kwa kupa neema ya kuamka na kuiona siku ya leo, kwa neema ya upendeleo. Mungu amekupendelea, umeiona siku ya leo. Amen. Mwanze kumshukuru Mungu hapo ulipo. Mwambie Yesu asante. Mwambie Baba asante kwa neema yako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa matendo yako ya ajabu kwenye maisha yetu.
Bwana Yesu, tunasema asante asubuhi ya leo. Yes. Ninasema asante kwa neema upendeleo. Yes. Ninasema asante Bwana Yesu kwa kibali. Mwambie Yesu. Ninasema asante asubuhi ya leo mfalme. Mwambie Yesu asante. Asante kwa uzima Bwana. Mwambie Yesu asante. Asante kwa uzima uliotukirimia. Umeweza kutuamsha salama tena siku nyingine leo Bwana. Tunasema asante asubuhi ya leo Bwana. Asante Yesu. Tunasema asante mfalme wa amani. Asante Yesu. Asante kwa kuamsha familia zetu salama. Asante Yesu. Asante kwa kutuamsha salama Bwana. Asante Yesu. Kwa pumzi ya uhai ambao umetukirimia. Asante Yesu. Siku ya leo tena Bwana. Tunasema asante Baba. Mwambie Yesu asante. Bwana wa mabwana. Rena mashete regadi. Mwambie Yesu asante. Yesu tunasema asante. Asante, asante Yesu. Tuna kila sababu ya kusema asante mbele zako. Oh Yesu asante. Tuna kila sababu ya kusema asante Bwana. Asante Baba. Tuna kila sababu ya kukushukuru wewe Yesu. Mwambie Yesu asante. Asante kwa neema hii ya upendeleo Bwana. Oh yes. Asante kwa neema hii ya upendeleo Bwana. Shukuru Yesu. Haujaruhusu tukapitiliza tulipokuwa. Mwambie Baba asante. Mwambie Yesu. Tunakushukuru Bwana wa mabwana. Oh yes. Tunakushukuru kila itapo leo Bwana. Oh yes. Tunakushukuru pia siku ya leo Bwana Yesu. Mwambie Baba asante. Yesu asante. Kwa neema zake. Mwambie Yesu asante. Asante kwa wema wako Bwana. Oh mwambie Baba asante kwa fadhili zako Bwana. Mwambie Yesu asante. Yesu asante. Rera basheke tarara. Oh. Yesu tunasema asante. Mwambie Yesu asante. Asante kwa kibali Bwana. Shukuru yeye. Asante kwa neema Bwana. Shukuru yeye. Asante kwa ushindi wako Bwana. Asante kwa uzima Bwana. Mwambie asante. Baba tunasema asante. Mwambie asante. Baba tunasema asante. Reba sheke telebo sharada basa. Mwambie Yesu asante. Yesu tunasema asante asubuhi ya leo. Oh mwambie Baba. Kila sababu ya kukushukuru mfalme wa mfalme. Shukuru na familia yako. Yesu asante hata kwa habari ya familia zetu. Shukuru, mshukuru Mungu na watoto wako. Asante Yesu rana masherere. Shukuru, mshukuru Mungu kwa maneno yako. Arana mashekara rosa tarara mashekara. Shukuru Mungu na biashara yako. Haujaruhusu tupokee mabaya Bwana. Yesu asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Yesu asante. Rekoshala na mane. Mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante. Baba asante. Tuna kila sababu ya kushukuru Bwana. Mwambie Yesu asante. Asante kwa fadhili zako Bwana. Asante Baba. Asante kwa kibali na upendeleo wa kiungu juu ya maisha yetu. Mwambie asante. Asante Bwana kwa kibali. Mwambie asante kwa neema yako Bwana. Mwambie asante. Mwambie asante. Asante. Rarabashetele kurabashante. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa uwezo wako juu ya maisha yetu. Roho Mtakatifu asante. Asante kwa uwepo wako mahali hapa. Asante kwa uwepo wako juu ya maisha yetu. Mwambie asante. Asante kwa uwepo wako juu ya maisha ya familia zetu. Asante kwa uwepo wako kazini kwetu. Asante kwa uwepo wako Bwana Yesu kwenye biashara zetu. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante makatanda la shanda la bakore mene bere bianda basoze bere bianda boshanda bai. Mwambie Yesu asante. Mwambie Baba asante. Mwambie Yesu asante. Asante Roho Mtakatifu kwa uongozi wako. Mwambie Baba asante. Asante rekata. Oh Raba lelebosha karada bakandere bosh. Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Mwambie Baba asante. Mshukuru Mungu kwa neema zake. Mwambie Baba asante. Amekuamsha, amekupa afya. Mwambie asante. Wapo wengi hawakuamka lakini umeamka. Mwambie asante. Wapo wengi wameamka wakiwa dhaifu lakini umeamka ukiwa na nguvu. Wako watu wameamkia hospitali, wameamkia ICU lakini wewe umepata hata kusikia sauti hii kutokea madhabahu hii. Mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante. Asante kwa ulinzi Roho.
Mwambie Yesu asante. Tunasema asante asubuhi ya leo. Oh shalarabaya. Oh barabak enderebo shakaya nderebianda bakarada bakata. Asante Yesu. Mwambie Yesu asante. Mwambie Baba asante Yesu. Asante Yesu. Mwambie Yesu kutoka kwenye vinywa. Mwambie Yesu. Pokea maneno ya shukrani kutoka kwenye vinywa. Mwambie Yesu asante. Yesu asante. Reka bahati. Mwambie Yesu asante. Yesu asante. Tunakushukuru mfalme wa wafalme. Tunakushukuru kwa pumzi uliyoachilia. Mwambie asante Yesu. Tunakushukuru hujaruhusu tukapitiliza tukiwa usingizini. Mwambie asante. Umetuamsha salama, sio kwa nguvu zetu bali ni kwa uwezo wako. Mwambie Yesu. Yesu asante kwa neema hiyo. Asante Roho Bwana. Toka siku ya jana mpaka siku ya leo. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Bwana. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa neema yako. Asante Roho Mtakatifu. Mwambie Baba asante. Mwambie Yesu. Tunakushukuru Bwana Yesu. Tunasema asante. Mwambie asante Baba. Haujaruhusu kamka tukiwa tunaumwa, tunasema asante. Mwambie asante. Tunasema asante. Erana mashaka talarabasha. Mwambie Yesu. Kulala kuamka ni kwa neema yako Roho Mtakatifu. Kulala kuamka ni kwa neema yako pekee Roho. Mwambie Yesu. Tunasema asante asubuhi ya leo. Tunasema asante asubuhi ya leo. Mwambie asante. Asante kwa ajili ya kila nafsi inayosikiliza sauti hii Roho. Asante kwa kuwa umeiamsha salama Bwana. Asante kwa kuwa umeiamsha familia yao salama Bwana. Asante. Maana kulala na kuamka ni kwa neema yako Bwana. Asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Asubuhi ya leo nasema asante Yesu. Mwambie Yesu asante. Mwambie Baba asante. Mwambie Yesu asante. Oh, la 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 la. Lakini ameamka hawezi kutembea. Lakini umetupa uzima sisi Bwana. Tumeweza kuamka, tuko tunakushukuru wewe. Tunasema asante asubuhi ya leo Baba. Mwambie Yesu. Sio kwamba sisi ni wema sana Bwana, ila ni neema yako tu Baba inatubeba. Tunasema asante asubuhi ya leo. Mwambie Baba asante. Asante kwa neema ya uzima. Asante kwa neema ya uhai Bwana. Mwambie Yesu. Asante Yesu. Yesu asante. Mwambie Baba asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Yesu tunasema asante asubuhi ya leo. Asante Yesu. Tunasema asante asubuhi ya leo Roho Mtakatifu. Shukuru Mungu. Tunasema asante asubuhi ya leo. Asante kwa uwepo wako juu ya maisha yetu Roho Mtakatifu. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa uwepo wako juu ya maisha yetu. Asante Yesu. Bwana tunasema asante asubuhi ya leo. Asante asubuhi ya leo. Mwambie Baba asante. Asante Roho Mtakatifu. Umekuwa mwaminifu kila itwapo leo. Umekuwa mwaminifu kila wakati. Umekuwa mwaminifu kila hatua. Umekuwa mwaminifu kila hatua tunayopiga kwenye maisha yetu. Umekuwa mwaminifu kwa habari ya memba wa familia zetu. Roho Mtakatifu tunasema asante asubuhi ya leo. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Baba. Asante Mama. Asante Baba. Asante Baba. Asante Baba. Asante Roho Bwana. Asante Roho Bwana. Mwambie Baba asante.
Asante Roho Mtakatifu, hata siku leo unakwenda kujidhihirisha zaidi ya jana. Asante Yesu. Tunakwenda kukuona zaidi ya jana. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Yekatalabakosataya. Eyantelebosheketelebosataya. Ariarabasheketelebosataya. Sisi ni akina nani hata kutupa neema hii? Sisi ni akina nani hata kutupa upendeleo huu? Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Bwana. Pokea shukrani zetu asubuhi ya leo. Pokea shukrani zetu asubuhi ya leo. Yeketa karida bashekete. Pokea shukrani zetu asubuhi ya leo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante mfalme wa wafalme. Thank you, Lord. Asante Bwana wa mabwana. Thank you, Jesus. Asante Mungu wa miungu. Asante Yesu. Asante Yesu. In Jesus mighty name. Amen. Eka mkono wako kwenye kifua chako. Ifuatishe maneno haya, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Asante kwa rehema zako. Asante kwa rehema zako. Asubuhi ya leo Baba. Asubuhi ya leo Baba. Nimiminie rehema zako. Nimiminie rehema zako. Rehema zako. Rehema zako. Zinatakasa. Zinatakasa. Zinasafisha. Zinasafisha. Zinaosha. Zinaosha. Ninazihitaji rehema zako. Nazihitaji rehema zako. Zinitakase. Zinitakase. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Napokea rehema. Napokea rehema. Napokea rehema. Napokea rehema. Napokea rehema. Napokea rehema. Asubuhi ya leo Baba. Asubuhi ya leo Baba. Napokea utakaso. Napokea utakaso. Napokea utakaso kwenye roho yangu, kwenye nafsi yangu, kwenye mwili wangu, hatima yangu. Napokea utakaso kwa damu ya Yesu. Asubuhi ya leo napokea utakaso kwa damu ya Yesu. Ishuke juu yangu, ishuke juu yangu, hiyo damu ya Yesu. Napokea utakaso, napokea utakaso, napokea utakaso kwa jina la Yesu. Napokea utakaso kwa damu ya Yesu. Napokea utakaso. Pokea 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 utakaso. Asubuhi ya leo pokea utakaso kwa damu ya Yesu na familia yako. Pokea utakaso asubuhi ya leo. Pokea utakaso kwenye hatima yako. Pokea utakaso kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pokea utakaso. Pokea utakaso. Pokea utakaso. In Jesus mighty name. Utakaso ni amina na kweli kwako. Nasema Yesu amekutakasa. Kwa jina la Yesu. Amen. Ile kitabu cha Luka sura 19 mstari ule wa 30 mpaka 34. Andiko yanasema kitabu kile cha Luka 19:30-34. Luka 19:30 mpaka 34. Mstari wa 30 unasema, akisema nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Mstari wa 31, na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. Mstari wa 32, na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Mstari wa 33, na walipokuwa wakimfungua mwanapunda mwenyewe walimwambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Mstari wa mwisho malizia. Mstari wa 34, wakasema Bwana ana haja naye. Fungua kile kitabu cha Zaburi 18 mstari wa 4. Zaburi 18 mstari wa 4, neno la Mungu linasema,
kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Mstari wa 5, kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Amen. 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 Asubuhi ya leo ni asubuhi njema kwako na kwa familia yako. Amen. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya kwenda kukata kila kamba za giza kwenye maisha yako. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya kwenda kudili na kila kamba za uovu. Kwa mujibu wa neno la Mungu, tunapozungumzia kamba zinaweza kumfunga mtu asipige hatua namna yoyote, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye elimu, iwe ni kwenye eneo lolote linalohusiana na maisha ya mtu. Mtu anapotaka kuingia kwenye ndoa, kama akifungwa kamba za giza, kamba za kichawi, huyu mtu hawezi akaingia kwenye ndoa. Mtu akifungwa kamba, kama ni mwanao akimfunga kamba kwenye elimu, kamwe hawezi akafanikiwa kwenye elimu. Inawezekana labda unafanya kazi, wewe labda umeajiriwa, ukipigwa kamba za kichawi, ukafungwa kamba za giza, huwezi kuona maendeleo kwenye kazi unayofanya, huwezi kuona promotion kwenye kila unachokifanya. Utaona ni mzigo tu, hakuna hatua unayoweza ukaipiga. Yamkini wewe ni mkulima, wakifunga shamba lako ama wakikufunga mwenyewe, hakuna kitu unaweza ukaona, hakuna matunda, hakuna mavuno unaweza ukaona kwenye shamba lako. Wako watu wengi wamefungwa na kamba za giza, wamefungwa na kamba za mauti, wamekabiliwa na kamba za magonjwa. Ndio sababu kila wakati, kila majira ni ugonjwa juu ya ugonjwa, kwa maana kwamba ziko kamba za magonjwa watu wamefungwa nazo. Asubuhi ya leo nina habari kama madhabahu ya hatima, ya kwamba kila kamba zilizofunga hatima yako asubuhi ya leo zinakatika. Nasema zinakatika. Haijalishi ni kamba za namna gani zimefunga hatima yako, asubuhi ya leo zinakatika. Nasema zinakwenda kukatika asubuhi ya leo. Hapo ulipo nataka uamke kwa miguu yako. Sema Baba, asubuhi ya leo kila kamba zilizofunga hatima yangu, zilizofunga uzao wako, zilizofunga ndoa yako, zilizofunga tumbo la uzazi, zilizofunga watoto wako, kila kamba za kichawi, za laana, hizo kamba katika. Nataka uombe kata kila kamba. Yamkini ziko kamba zimefunga wadogo zako, ziko kamba zimefunga uchumi wako, zinakatika. Nataka ukate kila kamba zinakatika. Katika kila kamba za magonjwa, katika asubuhi ya leo ninakata kila kamba za maradhi yasiyoisha juu yako, katika asubuhi ya leo, katika kila kamba zinakatika na zikatakata. Kila kamba zilizofunga biashara yako, zilizofunga uchumi wako, ndio sababu huo ni maendeleo ya kifedha, zinakatika. Hizo kamba zilizofunga mikono yako, ndio sababu ushiki fedha. Kila kamba katika
katika hizo kamba, zinakatika asubuhi ya leo, nazikatakata katika kila kamba zilizofunga biashara yako, kampuni yako. Ndiyo sababu hakuna kuinuka, hakuna maendeleo, hakuna wateja, hakuna faida. Hiyo kampuni imedumaa asubuhi ya leo, katika kila kamba za kichawi zilizofunga miguu yako. Kila ukitaka kupiga hatua ya kiuchumi, ya kielimu, zinakuvuta katika asubuhi ya leo. Kila kamba katika zilizofunga miguu yako, hayayaya, nazikata. Kila kamba zinakatika asubuhi ya leo. Hizo kamba zilizofunga miguu yako zinazuia kuolewa, kuoa asubuhi ya leo. Kila kamba za laana, za kichawi, za giza zimezuia hatua yako katika kila kamba zilizofunga uchumi wako zinakatika asubuhi ya leo. Inakatakata kila kamba, nakatakata hizo kamba za laana katika nazikata katika kila kamba zimefunga watoto wako. Ndiyo sababu hawaelewi wakiwa darasani, zimefunga fahamu zao katika kila kamba za mauti zikatike asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Katika kila kamba zinakatika asubuhi ya leo, ninazikata kwa upanga wa Bwana. Nakatakata kila kamba zilizotumika zikafunga hatima yako, zinakatika asubuhi ya leo. Nazikatakata, ninakata rabababababa sheperebia ikapanderebiana. Ninakata wako wanawake waliofungwa matumbo yao ya uzazi wao, ninazikata. Nakata wako wanawake waliotasa, wamefungwa matumbo yao, hawawezi kuzaa. Ziko kamba za giza, ziko kamba za kichawi, ninazikata. Zinazuia uzazi wao, nazikata. Zinazuia uzao, nazikata. Hizo kamba katika kila kamba zilizofunga hatima yako, katika asubuhi ya leo, nazikata kwa upanga wa neno la Bwana. Katika kila kamba zikatike katika kwa upanga wa Bwana. Kamba za laana katika kwa upanga wa Bwana. Kamba za mapoza zimefunga hatua zetu tusifike kule Mungu anataka, katika kwa jina la Yesu. Katika kwa upanga wa Bwana, katika kwa upanga wa Bwana. Katabahanta, tunakukata asubuhi ya leo kwa upanga wa Bwana, katika hatua za mtu mmoja, katika
kapandarelia iko pori manderebianda. Yuko kijana amefungwa na kamba za giza zinazuia yeye kuajiriwa. Kila ofisi anayokwenda wanamkataa. Asubuhi ya leo, kila kamba zinazozuia mtu mmoja kuajiriwa katika asubuhi ya leo, nazikata hizo kamba, zinakatika hizo kamba za kichawi, za laana, za giza, katika hizo kamba za mauti. Wapo watu wakati wa sasa wamefungwa na hizo kamba za mauti. Katika wapo watu mahospitali wanaona ni mauti juu ya mauti. Hizo ni kamba zinakatika wapo watu wanaolala wanaota mauti, juu ya mauti. Hizo ni kamba za mauti zinakatika kila kamba za mauti zilizokaa juu yako ya familia, katika kwa upanga, kila kamba zinakatika za mauti, kila kamba za mauti zikatike asubuhi ya leo. Kamba za ulevi zikuachia asubuhi ya leo, zikatike asubuhi ya leo kwa upanga wa Yesu, zikatike asubuhi ya leo kwa upanga wa Bwana, zikatike asubuhi ya leo. Yekatarabashetaya, kamba za kiu ya dhambi zikatike asubuhi ya leo kwa upanga wa Bwana, zikatike asubuhi ya leo. Zimwachie mtu mmoja asubuhi ya leo, ziachie familia mtu mmoja asubuhi ya leo. Yekatalabakosa kataya, heyantarabasheketaya, ikatalamanderekosa kataya. Zaburi kabu sabaya shepuri maya kandiri bianda bakoria sheperi makonda rabianda ikapanda bakaria. Nina katakata kila kamba zilizofunga hatima zao, hatima za dada, hatima za kaka, hatima za mama, hatima za baba, hatima za familia hii. Ninazikatakata kila kamba za laana, za magonjwa, katika hizo kamba za umasikini zinakatika, hizo kamba za ujinga zinakatika asubuhi ya leo. Kila kamba zinakatika nazikata hizo kamba zinakatika kwa moto, katika kwa upanga wa moto zinakatika. Kila kamba za kukata tamaa zilizofunga fahamu zako zinakatika asubuhi ya leo. Ninazikata hizo kamba za feria. Wako watu wanaferi kwenye hatima zao, hakuna tumaini, ni kuferi juu ya kuferi. Kila wanachofanya ni feria asubuhi ya leo. Hizo ni kamba nazikata katika
katika kila kamba walizofunga hatua zako. Ndiyo sababu kila unachojaribu kukifanya ili kuinuka kwenye hatima yako zinakatika. Hizo kamba zinakatika, hizo kamba ulizofungwa za kijijini kwenu katika kila kamba za laana zinakatika. Hizo kamba za kuzimu, za baharini, za kwenye mito walizokufunga nazikata katika asubuhi ya leo. Nazikata kila kamba zilizofunga mikono yako, zinazuia biashara yako, zinazuia uchumi wako, zinazuia kushika pesa. Asubuhi ya leo katika riba kila kamba zilizokufunga zinazuia promotion yako katika asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu. Kila kamba za mauti zimefunga hatua zako, zinazuia zinazuia baraka za Mungu kwenye maisha yako, zikatike sahi kwa upanga wa Yesu, zikatike sahi kwa upanga wa Yesu. Zinakatika hizo kamba, zinakatika katika asubuhi ya leo, katika ikaparakata sheperebiana. Wapo watu wamefunga biashara yako ili wateja wasione. Nazikata asubuhi ya leo. Nina habari njema, nazikata hizo kamba zinazozuia wateja kwenye biashara, zinazuia tenda kwenye kampuni. Asubuhi ya leo katika kila kamba za mauti zimewafunga destiny helpers wako, zinawazuia kuja kukusaidia, zikatike asubuhi ya leo, ziwaachie asubuhi ya leo. Watoto wako wamefungwa na kamba zinawazuia wasiinuliwe, wasifanikiwe. Asubuhi ya leo nina habari njema ya kwamba hizo kamba zinakatika kwa watoto wako, kwa familia yako, kwenye ndoa yako, zinakatika zinakatika hizo kamba katika za sala za madeni. Wapo watu wamefungwa hizo kamba za madeni katika. Wapo watu wamefungwa na hizo kamba za aibu kwenye hatima zao. Ni aibu juu ya aibu kwenye kila wanachofanya. Asubuhi ya leo katika hizo kamba zinakatika kila kamba za aibu, za madeni, za kushindwa. Hizo kamba katika wako watu wanazuiliwa kukutana na masponsa wa kuwasomesha. Asubuhi ya leo nazikata hizo kamba zinazozuia watu muhimu kwenye hatima
katika asubuhi ya leo, kwa moto, kwa upanga wa moto, katika asubuhi ya leo. Kila kilichofunga maisha yako, kinachelewesha hatima yako, kinazuia baraka zako, zinazuia mafanikio yako, asubuhi ya leo katika hizo kamba zinakatika ikapanda bakaya boria sheberi kaporia ikele pianda shebere pia ikoporia ripara na mandere pia karianda baya shebere pianda bakandere pia ipara na mandere pianda ikopori mandere pianda na katakata kila kamba zinakatika kila kamba zimefunga uchumi wako, zinakatika kakakabo sheberebia ikapori manderebianda, hizo kamba zinakatika haikaya kumjua Yesu. Tunazikatakata asubuhi ya leo kila kamba za mauti, kamba za laana, kamba za kushindwa, tunazikatakata kwa upanga wa Bwana kwa jina la Yesu. Kila kamba za mauti zilizomshikilia mtu mmoja anashindwa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, zikatike asubuhi ya leo, zikatike kwa jina la Yesu. Ikele bendere pina mandere bo sakaya baya ikele bendere pia kaporia katika ila kamba zinakatika hizo kamba walizokufunga wakakunganisha na miti ya kichawi zinakatika wamekufunga hizo kamba zikakunganisha na maji na bahari na mito, ziko kamba zimekufunga zikakunganisha na kuzimu. Hizo kamba katika asubuhi ya leo, I disconnect, ninakutenga na kila kamba za giza, nazikata in Jesus mighty name. Amen. Sema Baba, chochote kile kimeunganika na hatima yangu, kinacholeta uharibifu kwenye maisha yangu, sema Baba, kila muunganiko wa giza wa kichawi ninajitenga nao, kila muunganiko wa kishetani wa giza wa kichawi wa laana najitenga nao. Hemuomba Baba, asubuhi ya leo ninajitenga na kila muunganiko wa giza, ninajitenga nao kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninamtenga mtu mmoja leo Bwana, ninamtenga na kila muunganiko wa giza kwa jina la Yesu. Namtenga na kila muunganiko wa roho za baharini kwa jina la Yesu. Namtenga kwa moto kwa jina la Yesu. Ninakutenga na kila muunganiko uliofanyika kwenye hatima yako, ninakutenga na kila muunganiko ulionao wa kichawi wa giza, ninakutenga na kila muunganiko wa giza, nakutenga kwa jina la Yesu, kwa upanga nakutenga, kwa moto nakutenga
Tunakutenga. asubuhi ya leo Yes. na kila connection Yes. ya kipepo, ya giza, Tunakutenga. ya madeni, Tunakutenga. ya asala, Tunakutenga. ya feria, Tunakutenga. na kutenga Kwa jina la Yesu. na kila muunganiko wa giza Yes. kwenye hatima yako, Kararabasha. na kutenga Tunakutenga. asubuhi ya leo. Tunakutenga. Ninakutenga, Tunakutenga. ninakutenga nao, Tunakutenga. nakutenga nao Tunakutenga kwa nao. moto, 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 Tunakutenga na nao. kutenga nao, Eraba. na kutenga nao Tunakutenga kila nao. connection Yes. ya kipepo, Yakata. ya giza, Nakutenga ya nayo. laana, Nakutenga na nayo. kutenga, Nakutenga na nayo. kutenga nayo Kwa jina la kwa Yesu. jina la Yesu, Nakutenga na nayo. kutenga, Kwa jina la na Yesu. kutenga, Nakutenga I nayo. disconnect, ninakutenga Nakutenga kwa nayo. moto, Nakutenga kwa nayo. moto, Nakutenga kwa nayo. moto, Kwa muunganiko wa giza. ninakutenga Nakutenga na nao. kila muunganiko Kwa jina la Yesu. wa giza, Nakutenga nao. ninakutenga Nakutenga nao. kwa moto, Nakutenga nao. kwa moto, Nakutenga nao. kwa moto, Yes, kwa moto, kwa Nakutenga nao moto, kwa jina la Yesu. ninakutenga nao Yes, ala, kwa moto, Yes, ibarabarabia, shebereberebia. Ninakutenga na kila muunganiko wa giza, ninakutenga na muunganiko wa mizimu kwa jina la Yesu. Nakutenga na kila muunganiko wa roho za upande wa baba yako, roho za upande wa mama yako zinazoleta uharibifu kwenye hatima yako. Nakutenga nao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakutenga na kila muunganiko wa giza. Ninakutenga na kila giza, ninakutenga na kila roho chafu, nakutenga na kila roho ya mauti, ninakutenga asubuhi ya leo kila roho ya giza, roho chafu, roho ya majini, ninakutenga nayo kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, nakutenga kwa jina la Yesu, ninakutenga ikapaye shebereberebia, ninakutenga kwa moto, nakutenga kwa moto, nakutenga na kila roho ya giza, kila roho chafu, roho ya bahari, roho ya mito, ninakutenga na roho ya kijini kwenu, ninakutenga roho za anga, ninakutenga kwa jina la Yesu, ninakutenga nayo asubuhi ya leo, ninakutenga riparabaya, ninakutenga nayo asubuhi ya leo, ninakutenga kwa moto. Haya, tunakutenga na giza la laana asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Tunakutenga na giza la kufeli kwa jina la Yesu. Tunakutenga na giza la kushindwa kwa jina la Yesu. Tunakutenga na giza la kichawi, giza la mizimu, giza la waganga. Tunakutenga nalo kwa jina la Yesu. No matter ulivata mwenyewe au uliingizwa pasipo kujua, tunachojua asubuhi ya leo, tunakutenga na hiyo giza la namna yoyote kwa jina la Yesu. Tunakutenga na giza la roho za baharini, likuachia asubuhi ya leo. Tunakutenga nalo kwa damu ya Yesu. Tunakutenga nalo kwa damu ya Yesu. Yekatapa rabahante ridabadorosa eyarabashekele riparaka isheberebia, riparanarebia na makoria sheberebereberebia, ninakutenga na kila giza lililotanda kwenye uso wako, linazuia kibali, ninakutenga na kila giza lililokaa kwenye mikono yako, linazuia kushika fedha, kuziona baraka, ninakutenga na kila giza kwenye miguu yako, linazuia hatua zako, hatua za baraka, ninakutenga, ninakutenga na kila giza kwenye hatima yako asubuhi ya leo, ninakutenga kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Kila giza linakaa mbali na hatima yako asubuhi ya leo, ninakutenga na kila giza la mabaya, nakutenga na kila giza la maovu, ninakutenga na kila giza la ajali asubuhi ya leo, ninakutenga na kila giza lisilofaa asubuhi ya leo, kila aina ya giza lililokaa kwenye familia, kwa watoto,
kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kazini kwako, ofisini kwako, kila giza lililokaa kwenye elimu yako, ninakutenga na kila giza asubuhi ya leo. Ninakutenga kwa moto, 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 kwa moto. Hilo giza ninakutenga asubuhi ya leo. Ninakutenga kwa moto, kwa moto, kwa moto, na kila giza ninakutenga asubuhi ya leo. Kila giza lililokaa ndani yako, hilo giza la magonjwa na kutenga asubuhi ya leo. Ninakutenga kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Rabaranderekia ebereberebere bikapanderekia na bakata ipori manda bakaya Terebika mandere biaka. Baba, ninawatenga watoto wako na kila giza. Ninaita nuru ya Bwana asubuhi ya leo kuondoa giza kwenye hatima zao. Ninaita nuru, naita nuru ya Bwana asubuhi ya leo. Ninaita nuru ya Bwana iondoe giza. Naita nuru ya Bwana kwa familia zao. Naita nuru ya Bwana kwa watoto wao. Naita nuru ya Bwana kwenye biashara zao. Naita nuru ya Bwana, ninaita nuru ya Bwana iwatenge na kila giza asubuhi ya leo. Naita nuru ya Bwana, naita nuru ya Bwana kwenye ndoa zao, biashara zao. Naita nuru ya Bwana, naita nuru ya Bwana, naita nuru ya Bwana asubuhi ya leo. Naita nuru ya Bwana, naita nuru ya Bwana juu yao. Naita nuru ya Bwana asubuhi ya leo. Naita nuru, nuru ya Bwana ninaita sasa. Hiyo nuru ya Bwana ninaita, nuru ya Bwana iwafunike haikapaya. Asubuhi ya leo tunaita nuru ya Bwana kwenye mazingira ya mtu mmoja anayeomba maombi haya. Tunaita nuru ya Bwana kwenye anga la nyumba la watu wanaoomba maombi haya Bwana na watakaoomba maombi haya baadaye. Tunaita nuru ya Bwana ikatawale kwenye nyumba zao. Tunaita nuru ya Bwana ikatawale kwenye ndoa zao na giza likatoweke. Tunaita nuru ya Bwana ikatawale kwenye biashara zao na giza likatoweke. Tunaita nuru ya Bwana ikatawale kwenye afya zao na giza likatoweke. Heya ya rarabako ina manderere Marika ponderebia kapo Shebereberebere kapori manderebia. Tunaita nuru ya Bwana oh shapaya. Tunaita nuru ya Bwana kwenye fahamu na watoto. Tunaita nuru ya Bwana asubuhi ya leo. Tunaita nuru ya Bwana yeketerebo shakarana bakaya. Tunaita nuru ya Bwana. Naita nuru ya Bwana. Nuru ya Bwana ikawatamie. Nuru ya Bwana na juu yako sasa. Naita nuru ya Bwana. Unapoianza siku na Bwana. Naita nuru ya Bwana. Karabasenderebosha. Tunaita nuru ya Bwana. In Jesus mighty name. Amen. Amen. Yes. Amen. Kwako wewe ambaye ndio kwanza unajiunganisha na maombi haya, mkini ndio umefungulia radio ya Hatima FM kutokea mahali popote sasa, na nataka nikwambie tu ni kutoka madhabahu ya Hatima Anza Siku na Bwana chini ya mtumishi wake Abikria Malisa. Wakati wa sasa hujachelewa bado, unaweza ukajiunganisha maombi haya kwa njia ya sadaka. Unaweza ukatuma sadaka yako sahihi wakati tunapojiandaa kwa ajili ya kuombea wagonjwa na wenye mahitaji. Unaweza sasa ukaanza kutuma sadaka yako kwenye namba 0684343008. Unaweza ukatuma sadaka yako sahihi kama unatufuatilia kwa njia ya channel ya YouTube na Prophet Clear Malisa. Wakati unaweza ukatuma sadaka yako kwenye namba 0684343008, na utakuwa umejiunganisha vizuri kabisa. Lakini pia kwa msikilizaji wetu wa Radio Hatima FM, labda unatufuatilia
kutokea mahali popote, labda inawezekana ni Arusha, umefungulia redio yako, pia una uwezo ukajiunganisha kwa njia ya sadaka. Lakini pia mtu wa Kilimanjaro, Moshi, pia unaweza ukatuma sadaka yako sahihi kwa ajili ya maombi haya ya asubuhi. Na mtu wa Manyara vivyo hivyo, usibaki nyuma, unaweza ukajiunganisha kwa njia ya sadaka. Lakini mtu wa Morogoro pia usibaki nyuma, 95.1 pia unaweza ukatuma sasa sadaka yako kwa ajili ya maombi haya asubuhi. Lakini mtu wa Iringa vivyo hivyo, na mtu ambaye unatusikia kutokea Dar es Salaam mahali popote, unaweza pia ukajiunganisha kwa njia ya sadaka yako sasa, na utakuwa umejiunganisha vema kabisa na maombi haya. Hii ni ibada kamili, ibada ya asubuhi unapoanza siku na Bwana. Kwa kufanya hivyo, unakuwa umeziruhusu mbingu zianze na wewe siku ya leo. Lakini wakati wa sasa, ukiwa unaenda kutuma sadaka yako, nataka niombe pamoja na wote wenye mahitaji. Nataka nikuombee wewe ambaye wakati huu ni mgonjwa, huwezi kufanya lolote, na unatamani huyu Mungu tunayemtumikia ingilie kati maisha yako. Weka mkono wako kwenye kifua. Na kama pia huwezi, labda mwili wako umepoza, una stroke, huwezi kabisa hata kusogeza mkono, nataka uombe. Hata kama huwezi kutoa sauti, nataka uombe huku ndani. Nataka unifuatishe, yamkini unaweza kunisikia, nataka unifuatishe. Na yamkini wako wagonjwa ambao wako ICU kabisa, wala wajitambui, lakini ndugu zao wanatusikia sasa. Natamani pia mweke mikono yenu kwenye kifua. Nataka tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, asubuhi hii ya leo Baba, watoto wako hawa kwa unyenyekevu wamesimama mbele zako, mfalme wa amani, wakiwa ni wadhaifu katika miili yao. Asubuhi ya leo Yesu, nawe unawauliza kwa habari ya matatizo yao, kama wako tayari Baba kuyaachia na kuyachukua wewe Yesu. Asubuhi ya leo, kila ugonjwa uliokaa kwenye miili yao, kila aina ya udhaifu unaosumbua Baba, yamkini ni matatizo ya damu, yamkini ni operations watu wanakwenda kufanyiwa asubuhi ya leo, ama wengine walifanyiwa lakini vidonda viponi. Asubuhi ya leo Baba, ingilia kati kwenye afya ya mama huyu, ingilia kati kwenye afya ya baba huyu. Wako wagonjwa Baba wamekaa hospitalini kwa muda mrefu, wala hakuna matumaini ya kupona kwao. Asubuhi ya leo ingilia kati Yesu, ingilia kati, uwaponye kwa jina lako. Ingilia kati Baba, uwatoe hospitali kwa jina lako, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninatamka kwa mtu ambaye yuko nyumbani sahihi, yuko mtu asiyeweza, yuko mtu anayeonekana na kwenda kupoteza maisha. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ingilia kati uzima wake, ingilia kati afya yake, ingilia kati Baba tatizo lake, ingilia kati kuanzia sasa. Madaktari wamesema ana kansa, Baba ingilia kati, uiondoe hiyo kansa kwa jina la Yesu. Ingilia kati, uondoe tatizo hilo kwa jina la Yesu. Kila tatizo gumu, kila tatizo linaloonekana limeshindikana kwa wanadamu, Yesu ingilia kati, liondoe. Ingilia kati, liondoe asubuhi ya leo, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo Baba ingilia kati, katika jina la Yesu. Wenye tatizo, wenye udhaifu kwenye mwili wake, anapokea uzima, anapokea kufunguliwa, anapokea uponyaji, anapokea sasa kwa jina la Yesu, anapokea sasa kwa jina la Yesu. Pokea sasa kwa jina la Yesu, 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 pokea sasa kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea kufunguliwa, pokea utakaso. Asubuhi ya leo natamka pokea kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea sasa, pokea sasa kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, pokea uzima wako, pokea kufunguliwa, pokea kwa jina la Yesu. Pokea afya kwa jina la Yesu, pokea uzima wako, pokea sasa kwa jina la Yesu. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
Amen. Yamkini kuna mtu ndio kwanza anafungulia redio yake na anasema hawa ni watu wa wapi? Kama unafungulia YouTube channel yako, nataka nikwambie hapa ni kutokea madhabahu ya Hatima Ubungo Riverside. Ubungo Riverside, njia kuelekea jeshini. Kifika Riverside uliza tu naelekea kwa mtumishi wa Mungu Marisa. Lakini pia kwa wale ambao wanatufuatilia kwa njia redio, wamefungulia redio yao ya Hatima FM Arusha, wanatupata vyema 107.7. Lakini pia kwa watu wa Moshi Kilimanjaro 95.5, pia hamko nyuma, na watu wa Morogoro, watu wote kutoka maeneo yote Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Naweza pia wakati huu katuma sadaka yenu kwa ambao walikuwa bado katuma sadaka kujiunganisha na maombi haya. Unaweza katuma kwenye namba 0684343008. Na wakati huu nataka nikurudishe kwa mtangazaji wetu ambaye yuko Arusha. Nataka nikurudishe sasa, tushiriki neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote kuanzia sasa na hata milele. Amen. Shalom.